Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, wameweza kutoa taarifa yao kubwa kabisa kwenye kurasa zao za kimitandao ya kijamii. Taarifa pengine inaweza ikawa ni nzito kweli kweli juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Mambo yamekuwa ni mazito kweli kweli kwa kile ambacho kimeweza kuzungumzwa, na mimi nikaona si vyema kabisa kukuacha hivi hivi mdau wangu wa soka uweze kupata update ya kile kinachoendelea katika makao makuu ya Young Africans juu ya kile ambacho Yanga wamekwenda kukitangaza. Ni kitu gani hicho utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye sehemu yako ni kubonyeza tu alama jekundu iliyoandikwa hapo neno subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa ni muhimu kabisa kuweza kuzizingatia, kuweza kuzipata sehemu pekee tu ni moja tu, hapo nazungumzia Wina Media. Karibu. Bwana, kikosi cha Young Africans kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa katika michuano ambayo wanaendelea kupambana ili kuhakikisha kwamba wanarejesha taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara mikononi mwao, lakini sambamba na hayo wakiendelea kuweza kufanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chao. Taarifa ambayo imeweza kutolewa leo ni taarifa pengine kubwa zaidi, ambayo Young Africans huenda wakafanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chao. Taarifa hii ambayo imeweza kutolewa leo hii ndani ya uongozi wa klabu ya soka Young Africans, ikitangaza wachezaji wanaoachwa kwenye kikosi chao, lakini sambamba na hivyo wakiweza kutangaza wachezaji wapya ambao wamesajiliwa, lakini taarifa nyingine kubwa zaidi. Tuanze na kile ambacho Young Africans leo hii wameweza kukitangaza, ambapo unaambiwa dirisha la usajili ambalo Yanga wanakwenda kulifanya msimu wa mwaka 2025-26, mabadiliko makubwa ambayo yameanza kufanyika mapema kabisa kwenye msimu huu. Unafahamu kwamba klabu ya soka Young Africans sio timu ambayo inasubiri mpaka msimu uishe ndio ianze kufanya mabadiliko kwenye kikosi chao, bali wanaangalia mwenendo wa mchezaji na timu yao kwa ujumla na kuangalia ni yapi ambao wanaweza kuyafanya kwenye mabadiliko ya kikosi chao. Taarifa inaelezwa kile ambacho kimefanyika, ambapo muda wa kujipanga upya kwa mashindano makubwa ambayo ni NBC pamoja na CAF Confederation au CAF Champions League kwa upande wa klabu ya soka Young Africans, ambapo mpaka sasa Young Africans wamejihakikishia kwenda kucheza klabu bingwa barani Afrika kutokana na nafasi ambayo wapo na pointi ambazo wako nazo. Sasa kile ambacho wanachokitazama Young Africans, ambapo unaelezwa waliosajiliwa rasmi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ni kama ifuatavyo. Kuna mtu anaitwa Obasagie, huyu ni kipa mpya ambaye anatua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Taarifa zinaeleza kwamba Djigui Diarra, screen protector, ni miongoni mwa watu ambao wanaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans mwishoni mwa msimu huu, na tayari mazungumzo yashafanyika baina ya uongozi wa Djigui Diarra pamoja na uongozi wa Young Africans na kufikia hayo makubaliano. Maana huyo golikipa anatua kwenye kikosi cha Young Africans, ni ukuta mpya wa mabingwa. Lakini mtu mwingine ambaye anatua kwenye kikosi cha Young Africans na Yanga ndo amethibitisha leo hii ni Arthur Bada. Huyu ni kiungo chipukizi wa Kitanzania mwenye vision ya juu kabisa. Inaelezwa kwamba kasi yake, mashambulizi ambavyo anayatengeneza, unaambiwa ni mtu hatari kweli kweli. Klabu ya soka ya Young Africans tayari inaelezwa kwamba yameshaweza kumaliza kimkataba na nyota huyu. Lakini mtu mwingine ni mshambuliaji ambaye amekuja kwa kasi kweli kweli kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Hapo nazungumzia Jonathan Soai. Huyu ni miongoni mwa mshambuliaji hatari ambaye amekuja kuvuruga mabeki. Naelezwa kwamba huyu tayari kila mmoja alikuwa anajua kwamba safari yake inaelekea pale katika kikosi cha klabu ya soka, si wengine
bali unazungumzia ni wananchi klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo Johnson Soai ni miongoni mwa wasajili za Young Africans, lakini kubwa kuliko ni kuhusiana kurudi kwa nyota maestro. Hapa nazungumzia Faisal Salum, kiungo mnyumbulifu ambaye amerudi kwenye klabu yake ya zamani, ama amerudi nyumbani kwenda kuongoza maangamizi kwa mara nyingine tena. Young Africans wamemaliza sajili yake mapema kabisa ndani ya kikosi chao, hivyo basi utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao unaendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Lakini taarifa nyingine inaelezwa wachezaji ambao wameuzwa kwenye kikosi cha Young Africans. Inaelezwa ni pamoja na Clement Mzinze ambaye yeye inaelezwa kwamba ameelekea pale katika klabu ya Wydad Casablanca, ambayo pia ilikuwa ikiweza kuhitaji saini yake kwa hudi na uvumba. Hatimaye klabu ya soka Young Africans wamekubali kumwachia Clement Mzinze kwa maslahi mapana ya klabu pamoja na mchezaji mwenyewe. Wameweza kufikia mezani na kukaa chini na kuweza kutafakari kile ambacho kinachohitajika, na wamemwachia aende zake Wydad. Lakini mtu mwingine ni Djigui Diarra, golikipa huyu naye pia inaelezwa kama nilivyokuambia awali, ndio maana Young Africans wamesajili golikipa mpya. Kwa hiyo huyu Djigui Diarra pengine ndio inakuwa ni msimu wake wa mwisho kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo hata kuwepo msimu ujao. Mtu mwingine ni Aziz Ki. Hii taarifa ambayo yenyewe iko wazi kabisa, Stefano Aziz Ki mwishoni mwa msimu huu amewaambia kabisa uongozi wa klabu ya soka Young Africans kwamba anaondoka kuelekea naye Wydad Casablanca, ambao wameweza kumhitaji na ofa yake ni kubwa kuliko, ambayo ofa hii ndio imeweza kuwapa jeuri klabu ya soka Young Africans kuchukua mpunga huo na kuweza kuongezea kupeleka pale Azam FC kwa ajili ya kuweza kumpata kiungo, anazungumzia Faisal. Kwa hiyo unaweza kushuhudia kwamba dili la Fei limekamilika na dili la Aziz Ki kuondoka Yanga limekamilika. Kwa hiyo kila kitu kimeweza kuweka wazi. Yanga wamefanya biashara kubwa kuwatoa mastaa hawa baada ya mchango wao mkubwa kuweza kuongezeka kwenye kikosi chao. Lakini mtu mwingine ambaye ambapo unaeleza hawa ambao ni wachezaji awamu kwenye mpango wa Young Africans ni pamoja na beki Atola Yao Kwasi. Young Africans inafikiria kuachana naye kutokana na mwenendo wa majela yake kuonekana ni kazi nzito kweli kweli. Lakini kuna Abubakar Al-Komeini, huyu ni golikipa namba 3 wa kikosi ya Young Africans, naye Young Africans inaonekana hawana mpango kabisa wa kuendelea kusaini kandarasi naye, hivyo mwishoni mwa msimu huu safari yake inakuiva. Lakini mtu mwingine ni Kennedy Musonda. Huyu tayari uongozi inaeleza kwamba tayari umeshamtafutia timu ya kwenda, ambapo ni TP Mazembe pamoja na Singida Black Stars zikiweza kumenyana nani ya kumpata saini ya nyota huyu ambaye inaonekana nafasi imekuwa ni ngumu kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans na kupata nafasi ya kucheza kwenye kikosi hicho, ambapo Young Africans bado hawajamaliza kuwinda. Unaambiwa wapo kwenye mawindo, na inaeleza Yanga wataka kutengeneza mashine mpya ya ushindi, ambapo wanamhitaji beki Inonga Baka ambaye kwa sasa wapo katika mazungumzo. Usajili ukikamilika mimi nitakusogezea hapa kwenye channel yako pendwa ya Wina Media. Lakini yupo Kelvin Nation, huyu kutoka Singida Black Stars, ni mmoja kati ya vijana ambao wanakiwasha kweli kweli kwenye kikosi cha Singida, na Young Africans wamekuwa wakiendelea kuwinda saini yake. Lakini kuna beki wa kushoto wa klabu ya Azam FC Mtanzania, anazungumzia Pascal Msindo. Yeye ni miongoni mwa watu ambao klabu ya soka Young Africans inamuinda kwa hudi na uvumba, na nyota mwenyewe anaonyesha kwamba yuko tayari kujiunga na kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo Aishi Manula pia ni miongoni mwa watu ambao wanawindwa na klabu ya soka Young Africans, lakini wanaofanyiwa tathmini kutolewa moja kwa moja ama kwenda kwa mkopo kwenye timu nyingine. Anazungumzia kuna Jonathan Mkude, Azizi Ndambwile, Sure Boy, Faridi Musa, Jonathan Kangalombo. Mwalimu anatazama uwezo wao kabla ya kufanya maamuzi ya mwisho, na ndipo hapo ambapo itaweza kujulikana hawa wanatemwa au wanapelekwa kwa mkopo katika timu nyingine. Hii hapa ni Wina Media, endelea kuwa na sisi.